Ninafurahia sana kuungana nawe kwenye sehemu hii, manake ni wasaa ambapo tunaingia katika mjadala kuzungumzia masuala ambayo yapo katika taifa hili kwa sasa hivi, masuala ambayo yamezungua ama yamesababisha minong'ono, mazungumzo tele katika taifa hili la Kenya, hususan tukizungumzia masuala ya ziara za Wakenya. Mwenyewe anazisema anajaribu kuhakikisha kwamba Ikulu iko katika mikono ya Wakenya. Je, Wakenya wanapoenda katika Ikulu ya Nairobi wanatoka mikono mitupu? Kwa sababu Ikulu iko mikononi mwao. Kwa hivyo inapofika mikononi mwao, nao mikono yao inabaki vipi? Haibaki patupu. Tumefahamu kwamba wanapozuru Ikulu, kila anayezuru Ikulu, kila mjumbe mfukoni anatoka na 10,000, na bado ana usafiri ameandaliwa wa kurudi kule alikotoka. Umbali wa Turkana umefika Ikulu, Murang'a hapa karibu pamefika Ikulu, Kisii kule Nyanza pia wamefika Ikulu, si mara moja, mara mbili katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Wapo wataalam, viongozi wa kidini na walimu pia wiki jana wakiwa wenyeji ama wageni pale Ikulu, wakiwa na mwenyeji wao Rais William Ruto. Ziara hizi kwa sasa hivi zinaangaliwaje? Zinatafsiriwa vipi, hususan akijitetea kwamba hata wenzangu walifanya, mbona mimi ndo mnaonikosoa? Lakini kwa sasa hivi, je, ni sawa kwa watu kuzuru Ikulu? Na wanapozuru Ikulu wanatoka na vinono, wanatoka na ahadi, wanatoka na zawadi kutoka kwa rais. Ahadi hizi anazozitoa rais, nyingine ni ahadi tu za kisiasa ama fedha zipo za kuzitekeleza? Tumeona ahadi za kujengwa kwa vyuo vikuu kama kule Nyamira, na vile vile tumeona ahadi zikitolewa na rais za kwamba 20% ya nyumba za bei nafuu zitapewa walimu. Je, anao sheria inayomlinda yeye kuzitoa ahadi hizi, ama anazitoa tu kiholela bila kujali sheria na kuzingatia mamlaka aliyonayo na mipaka ya mamlaka yake? Studioni ninaye Mbarak Bashatir ambaye ni mwanasiasa kutoka maeneo ya Kisauni. Tutakuwa tukizungumza naye kwa kina kuweza kuyafahamu haya, na naye Kimani Mwangi ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Tutakuwa tukiadadavua masuala haya kwa kina na kuyafahamu. Lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala, nataka tuwasikie tena wakazi wa kaunti ya Voi ambao wameyazungumzia haya masuala. Wamerudia kuyazungumza. Hizi ziara zina maana gani? Manake yapo kwenye jamii. Viongozi wa kisiasa kutoka upande wa upinzani tumewaona wakizungumza kwa meno ya juu, wakikomea na kukosoa kauli hizi za rais na uwalishi huu wa rais Ikulu. Hebu tuwasikilize wakazi wa Voi. Naam, leo hii katika kaunti ya Taita Taveta tutakuwa tunazungumza na wananchi kuhusiana na madai ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwamba kila wakati wananchi wanapotembelea Ikulu ni kwamba wanapewa fedha, swala zima ambalo limeweza kuzua mjadala, na sasa tusikize kauli zao. Ni kweli vile wapinzani wanapozungumzia masuala ya kwenda State House na kuchukua pesa kama handouts, wananchi wanapewa handouts. Ile ni ushuru wetu ambaye tunatoa na tunatarajia maendeleo na services za kisasa. Lakini sasa unapata ile maendeleo hatupati, lakini watu wakienda State House wanapewa handouts. Mtu kama kupeana kwa shilingi milioni 50 kwa siku moja kwa grupu moja inaenda State House, na watu wanaenda kila wakati. Hiyo itakuwa ni njia moja ya kuua hii nchi. Kaunti zenyewe zinalia hakuna pesa, wanalia kwamba kuna madai kwamba miezi 3 kaunti ya Taita Taveta hawana mshahara. So tunashindwa pesa zinatoka wapi za kupea wananchi, na ile hali kaunti wao wanalalamika. So, wewe unafikiria, na kama ni ukweli pesa zinatolewa kule Ikulu, unahisi pengine zinatoka wapi? Ni pesa za serikali ama ni pesa zake binafsi, kwa maoni yako? Endapo kama ni ukweli zinatoka 10,000 kwa kila mtu akienda Ikulu. Mimi kwa maoni yangu hiyo pesa ni nyingi. Haiwezi kuwa ni pesa ya mtu binafsi. Mimi kwa maoni yangu naona ni pesa yetu. So kama huenda huo ni ufujaji wa pesa zetu za mwananchi, ambazo ni pesa tunaweza fanyiwa nazo maendeleo, barabara, health, na pia wafanyikazi walipo mshahara. So si vizuri. Kama ni pesa zetu, tafadhali mheshimiwa, tunaomba ujaribu kubadilisha, at least pesa uziweke katika kapu. Magavana wanalalamika kwa sababu kuna system rais alisema kwamba wanaweka kupunguza ufisadi. Ndio maana pesa hazijakuja kwa account. Aliweka bayana kabisa. Na pia rais wetu si mtu maskini, ni mtu anajiweza, ni mtu amekuwa kwa siasa kwa kipindi kirefu. Ni mtu ambaye ametengeneza pesa zake za kibinafsi kulingana na biashara yake, na pia tunamlipa sisi kama Wakenya.
Na ya pili, walimu walipoenda State House, hata kama walipewa 10,000, huenda ikawa rais alitoa pesa zake za kibinafsi. Na pia tutisahau ya kwamba katika kitengo cha urais ako na facilitation ambayo anaweza pewa pesa za kukaribisha wageni State House. Kwa hivyo tunaona hata marais wakikuja wanakaribishwa State House. Kuna pesa ambazo serikali inatenga kwa ajili ya kukaribisha wageni State House. Na yeye kwa sababu ni host, kuna vile alijipanga, labda ni pesa za serikali ambazo zinatengewa State House kukaribisha wageni kama wale. So huenda ikawa ni muhimu tuelewe na kitu kama hicho kwamba kuna pesa ambazo huenda ikawa zinatengwa kwa ajili ya kukaribisha wageni State House. Ajaribu kuangalia na angalie venye wananchi wanakaa kupata shida. Kusema kweli wananchi wanapata shida. Education unasikia na shida, watoto wanarudi, wanatoka shule kidogo wamerudi shuleni, kidogo wameregeshwa nyumbani. Unasikia ukiuliza shida unaambiwa pesa hazikuna. Serikali haijatumana pesa. Kwa hivyo hiyo kitu kusema kweli natakani yaangaliwe sana. Health service pia zimekuwa na shida. Changamoto imekuwa kubwa. Sasa mimi kusema kweli kwa upande wangu ningependa kumwambia tu rais ajaribu kuangalia sana, ili angalie mwananchi, maana mwananchi ndio kila kitu, ndio mtoza ushuru. Anafaa sasa angalia mwananchi wa chini mwanzo, hizi anapatiana hizi azikusanye, aanze kureform counties kila mahali, kama ni kaunti ya Voi hivi, atuangalie design kama hiyo kupatiana na kampeni. Mimi najua bado kampeni wakati wake ukifika si utafika tu, maana yake ni kampeni anafanya, ama mimi naona hivyo. Mimi maoni yangu naona hata si sawa kabisa, maana yake sasa kama ni kuchukua ni kununua watu, sasa atanunua ngapi sasa? Amenunua ya kutosha, hiyo imetosha, amenunua ya kutosha. Sasa ni auze sera zake zenye alituambia atuahidi atafanya, amalize hivyo. Haiwezi kuwa ni ufisadi kwa sababu sasa tuko na yeye, wanaweza chunguza wakajua pesa zilitoka wapi, na rais mwenyewe anaweza tangaza ya kwamba pesa zake zilitoka wapi. Tuko na madai mengi, kama wakati alikuwa ametoka na jet ya kibinafsi, akatoka akaenda ng'ambo akarudi, watu wakapiga kelele, alipokuja akaweka bayana pesa zilitoka wapi, nani alitoa jet ya kumpeleka mpaka huko na kurudi, na Wakenya wakatulia. Kwa hivyo ni vile tu rais hajasema hizo labda milioni 2, milioni 200 alizitoa hapa, milioni 100 alizitoa wapi za kukaribisha wageni State House na nini. Lakini once ameclarify kitu kama hicho, Wakenya watatulia. Ndio kauli za wakazi wa Voi wakizungumzia madai ya viongozi wa upinzani kuhusiana na madai ya ufisadi katika Ikulu, kuwa wakimtaka Rais William Ruto aweze kuwajibika kama kuzingatia swala zima la kuhakikisha fedha zinatumwa katika kaunti ili kuimarisha maendeleo. Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Shukran sana mwenzangu Hezron Kimari, na studioni ninao wanasiasa na wachanganuzi wa siasa ambao watakuwa wakiadadavua masuala haya. Baadhi yao ni kutoka kwa kauli hizo za wananchi pia kuziangalia kwa undani, manake ndio baadhi ya masuala na ndio baadhi ya fikra ambazo Wakenya wako nazo. Ninaye Kimani Mwangi, nimekueleza ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile ninaye Mbarak Bashatir ambaye pia ni mwanasiasa na mchanganuzi wa siasa. Karibuni sana studioni. Nianze nawe Mbarak. Tumeona Wakenya kutoka jamii mbalimbali wakielekea pale Ikulu. Kwako wewe, walishule ukapewa utaenda Ikulu? Jambo la kwanza kabisa, kitendo cha watu kwenda kuzuru Ikulu naweza kuitafsiri kwa namna moja au kwa namna mbili. Na yataka ifahamike kwamba Wakenya hivi sasa wako katika wakati mgumu sana kupitia kwa economy za nchi na maisha vile yalivyo. Mwananchi wa kawaida ambaye hali yake ya maisha iko chini sana, anapoona makundi ya watu au viongozi baadhi takriban 500 ama 1000 wameenda zao Ikulu, na inavyosemekana kwamba anapoingia Ikulu mtu hatoki mikono mitupu. Mimi kama mwananchi wa kawaida ambaye pengine maisha yangu ni mlala hoi, sijui kesho yangu, sijui baadaye yangu, nitakuwa na fikra butu nyingi sana, na nitakuwa na mawazo ambayo yanaweza kunifanya nikakosa imani na serikali ama nikakosa imani na kiongozi wa nchi. Lakini mbali na hayo yote, tunaweza kujiuliza maswali kwamba ukiwa kiongozi kama baba katika boma lako, kuja kutembelewa na wageni sio jambo baya, kwa sababu nina imani kwamba ukiwa ni mpenda watu, kuja kutembelewa na wageni ni baraka ndani ya nyumba yako. Lakini wageni hawa wamekuja kukuamkua kwa njia gani? Kwa namna gani? Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linazua taharuki na linazua mjadala. Wakenya wameanza kulalamika, na sio kwamba jamii moja, kwa jumla ni Wakenya wote kwa jumla,
wanaona kwamba yeye Mkenya ni mlipa ushuru, na akiangalia kwamba maisha hayajabadilika, bado anapitia wakati mgumu sana. Lakini kwa fununu ambayo inasemekana kila anaingia Ikulu hatoki, hawezi kutoka mkono mtupu, anaweza kutoka na 20,000, 30,000, 50,000, zile gharama zote zinazotumika kuita jamii kuja pale Ikulu. Je, tuziangalie kama rais angelikuwa anawatuma wajumbe, manake rais ana wajumbe wake ambao wote ni waajiri wa serikali, wangekuwa wanakwenda katika zile kaunti kwenda kukutana na zile jamii kusudi kumwakilisha yeye. Naona nafuu ya gharama ingelikuwa iko chini, tofauti na ule umati wote unaingia pale ndani. Hayo ni mashaka ambayo Wakenya tunajiuliza, na baadhi wa Wakenya pia wanajiuliza. Swali langu hujalijibu. Wewe ungepata uwalishi wa kwenda Ikulu, ungeenda Ikulu? Mimi jambo la kwanza nitakapoalikwa kwenda Ikulu, mimi kama Mkenya, na ni haki yangu mimi kuweza, sijaanza kwenda Ikulu leo, lakini nishawahi kwenda Ikulu, lakini ningekwenda Ikulu nikasikiza, kwa sababu Waswahili wana msemo wao, wanasema mtu hakatai mwito ukataa itiwalo. Ningekwenda kusikiza ni yapi rais ananiita. Pia wewe utakuwa umefuata 10,000. Kimani Mwangi, tumeona hizi ziara za Ikulu. Turudi katika maeneo unaotoka, maeneo ya Mlima Kenya. Tumemwona rais akiwa na watu kutoka Murang'a. Hizi ama uwalishi huu wa rais wa jamii hizi ama maeneo haya, kwa nini saa hizi? Kwa maoni yangu ni kwamba mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Ukiona watu wakusanyika kwa vikundi vyao kule Ikulu, lazima kuna jambo ambalo limefanya wakusanyike kule, na jambo lile ni kwamba tumeanza kampeni za mapema. Haina lugha nyingine. Haina lugha nyingine. Tusitumie tu maneno masafi ya kusema tuaja kuwaelezea watu mambo ambayo serikali imefanya, kwa sababu tungeandika tu kwa mitandao tumefanya hiki na kile na watu wangejua. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba katika mgao wa fedha kuna Ikulu ambayo hupata mgao. Katika mwaka wa 2025-26 Ikulu ya Kenya ilipewa mgao wa bilioni 8. Ofisi ya rais ilipata mgao wa bilioni 5. Wale watu ambao wanashangaa mahali ambapo pesa hizi zatoka, katika huu mgao wa bilioni 8, bilioni 6 zilikuwa za matumizi ya kawaida. Pati ya matumizi ya kawaida ni yale tunaona ambayo ni matumizi katika hospitality. Ndio unaona vikundi vya karibishwa katika Ikulu na rais, na unapoona zile vikundi anavyozikaribisha utaelewa ya kwamba rais ako katika hali ya kufanya kampeni. Anawatafuta wale watu tunaita ground mobilizers, si watu tu vile vile. Ukiitwa watu kutoka Murang'a, hamuitwi tu muende mkusanywe tu stage mwambie ingia gari tuende Ikulu. Mnaambiwa katika Murang'a kitongoji hiki tupe wale ambao wana ushawishi wa kisiasa. Wakikusanywa watu 5,000 kutoka kaunti moja, wao ni all that you can think of in terms of mobilizers. Wamepelekwa State House, waende waelezewe mambo ambayo serikali yafanya kuwahusu ili kuwasawishi zaidi. Ndiposa tutakapofika mwaka wa 27 watakuwa ni waenezaji wa habari njema za serikali inavyofanya, ili kutafutia serikali kula na ione kama itapata kurudi katika mamlakani. Hamna mambo mengi yanayoendelea kule. Yes. Mbarak, nirudi kwako kwa swali hili nililomuuliza Kimani. Kwa nini tumeona pia baadhi ya viongozi wa pwani wakialikwa pale kuzungumza na rais? Leo hii rais yuko Vipingo, anazindua mradi wa mahali la eneo maalum la kiuchumi kule Vipingo. Amekuwa na mikakati ya kwenda katika kuangazia miradi ambayo inamlenga mwananchi zaidi. Kwa nini? Jambo la kwanza kabisa, mimi ninavyofahamu ama kwa upeo wangu mimi, sisi kama wananchi tuliweza kumchagua rais ili kusudi wananchi wapate maendeleo katika sehemu zote za Kenya. Lakini kwamba bado katika swala lako ambalo unalizungumza kwamba katika miradi ile inawajenga wananchi,
Sasa hivi tuna miaka 3 toka rais awe katika hatamu yake ya uongozi. Lakini mimi naona katika fikra zangu, sitaki kuogemea upande wa kushoto upande wa kulia, kwamba rais jambo la kwanza yatakoelewe eneo la Pwani ni eneo ambalo kwa hiyo hakuvuna katika swala. Hakuvuna kwa nini? Hakuvuna kwa sababu ni ngome ya ODM katika Pwani nzima. Sasa ili kusudi aweze kurudisha imani ya watu wa Pwani na apate uungwaji mkono mkubwa katika Pwani, ndipo katika zile ahadi alizozisema Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto kwamba ataweza kuyarahisisha maisha mwananchi na kuweza kuleta maendeleo katika Kenya nzima. Mimi naona katika swala alilokwenda kulifanya Kilifi County ni mojawapo ya kuweza kufanya miradili ili kusudi kuzalisha ajira na watu waweze kupata vibarua ili waweze kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo mimi naona rais anapokwenda katika sehemu kwenda kufungua miradi, hiyo ni faida kwa wananchi na ni faida kwa viongozi wa ile sehemu. Kwa hiyo sioni kwamba kuna makosa kwa rais kwenda kulaunch miradi aina yote. Hiyo bora tu ile miradi isiwe ni miradi hewa, kwa sababu tunaona miradi ni mingi sana ambao sehemu nyingi lakini haijakamilika. Sasa isiwe ni katika baadhi ya mambo ya kutulemaza kisiasa au kulemeza viongozi wa ile sehemu kisiasa. Tunataka miradi ambayo itaonekana itakapofika 2027 wananchi tutakaporudi katika masala ya siasa tuwe na yapi ya kuweza kuyazungumza au tuwe na majibu katika baadhi ya viongozi. Kufanya project katika sehemu ya Kenya nzima ni wajibu, kwa sababu ni haki yetu. Sio kwamba mtu anatufanyia kwamba tuweza kusema kwamba ni wema. Sisi tunalipa ushuru na ni haki yetu sisi kupata maendeleo kama wananchi sehemu yote ya Kenya, na Mkenya ana haki kupata maendeleo. Kwa nini jamii ziende Ikulu? Kwa nini alenge jamii kadha wa kadha? Kwa sababu tumemwona akilenga wiki 2 katika mwezi mmoja. Simaanishi kwamba Septemba peke yake, katika kipindi cha mwezi mmoja, wiki 4 amekutana na jamii ya Bahusi Ikulu, wengine wakiongozwa na Arati, wengine wakiongozwa na Osoro kwenda Ikulu. Hao ni moja. Tumeona jamii ya Waturkana wakienda Ikulu, na wote hawa anawapa ahadi tele, nitatekeleza, nitafanya. Bajeti yetu yenyewe na ahadi anazozitoa nyingine zinaonyesha kwamba hata zinapita kiwango cha zile ahadi anazotoa. Lengo lake ni nini haswa kuziita hizi jamii na kaunti kuja Ikulu? Ndugu yangu, unajua umezungumza maneno mepesi lakini mazito. Yanataka hikma na busara. Jambo la kwanza rais, unajua jambo la kwanza naweza kusema pana hofu ndani yake. Na hofu hii ni hofu ya joto la kisiasa. Joto la kisiasa ni kwa namna gani? Kwa sababu moja mbili. Katika hizi jamii anazoziita, tuziangalie kwa undani zaidi. Ndio. Kwamba je, hizi jamii katika kura zilizopita, hizi jamii zilimpa kura ngapi? Je, na katika watu alotofautiana nao alipokuwa katika timu yake ya kupata ushindi, baadhi wengi wameepukana na rais, hawako na rais. Wengi wamejitenga, na kujitenga kwa wale vigogo wengine watakapokuja kuungana kwa pamoja, huenda katika 2027 ikampa wakati mgumu sana rais. Kwa hiyo Waswahili wanasema penye udhia penyeza rupia. Mahali popote penye ugumu, kwa sababu kiboko ya mkate huwa ni chai ya rangi. Ukiutia kwenye chai ule mkate unaingia ndani. Kwa hiyo rais anachokifanya, jambo la kwanza, anataka kuonesha zile jamii anazoziita kwamba yuko pamoja nao, na katika ana ahadi ambazo amewapatia atawatekelezea. Lakini katika hizi jamii, Kenya ina watu zaidi ya milioni 60 kwa mfano, na hizi ni baadhi ya jamii rais ameziita pale Ikulu. Mimi naona kwa sababu pana mgawanyiko wa kisiasa baina ya vigogo waliokuwa nao wamejitenga. Sasa hivi kuna jahazi ambayo inaundwa. Hii jahazi ikiwa itakuwa na umoja zaidi, kutakuwa na wakati mgumu sana. Kwa hivyo rais ni mwerevu sana, na he's very smart in politics. Na walimu waliomfundisha siasa pia wengine walikufa, lakini wengine bado wako hai. Kwa hiyo ninaona kwamba anajitengeneza na mapema, kama ndugu yangu Kimani alivyozungumza hapa. Ni swala la siasa, anatengeneza foundation yake, anatengeneza trust kwa hizi jamii, ili kusudi itakapofika katika ziara zake aweze kusema kwamba niliwaita nikasema nimefanya hichi, lakini nimeanza kufanya hichi na hichi na hichi.
CAG. Lakini mbali na hayo yote, tuangalie sisi wa Kenya tunapitia wakati gani. Manake ziara zinapokuwa nyingi na watu wanapokuwa wingi ndani ya Ikulu, ina maana Mkenya tayari imani yake inashuka chini, kwa sababu gharama ni nyingi zinazotumika na wananchi analalamika kwamba ana maisha duni sana. Tutakuja kulizungumzia hilo la gharama, lakini tulizungumzia la kimkakati. Ni mkakati umetumika na rais mstaafu hayati Daniel Arap Moi wakati wa YK92, tukiwaona hawa kina Rais William Ruto wakiwa wao ndo wakiongoza Youth for KANU, wakitumia mikakati hii wakienda Ikulu. Je, huu ni mkakati ambao huwa na matunda mazuri kwa rais aliye mamlakani kuwaita Wakenya kuja karibu naye? Jambo la kwanza tuseme hivi, ni jukumu la rais au aliye mamlakani kuyahifadhi mamlaka yale, kwa sababu hiyo it's part of politics. Jambo la pili ni lazima utafute mbinu mwafaka ambayo utatumia kuhifadhi mamlaka yale, kwa sababu usipohifadhi mamlaka yale hutaweza hata kuwatimizia uliowaahidi. Kwa hivyo ni lazima uhifadhi mamlaka kisha uweze kutenda ulioahidi. Na ili uhifadhi mamlaka ni lazima uwashawishi wa Kenya ya kwamba wahitaji kupewa nafasi ya pili. Na jinsi ya kuwahimiza wa Kenya ya kwamba wahitaji nafasi ya pili ni kuwaketisha chini na kuwaelezea ulichokifanya. Ndio. Kwa upole, kwa njia ambayo hutaweza ukipanda juu ya gari, kwa sababu kule juu ya gari ukipanda kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, kuna kelele, kuna wale watasema, kuna sehemu alikuwa anamkataza mpiga vuvuzela atulie kwanza. Lakini sasa ukiita watu waketishe mahali na umewaita wale ambao wana ushawishi wa kisiasa, kama ni walimu umewaita wale ambao ni viongozi wa walimu, ambao wakirudi mashuleni kwao wataenda kuwashawishi walimu wengine, wape ahadi ya kwamba tutawapa 20% ya nyumba ambazo tunajenga, tutaangalia insurance yenu kuhakikisha ya kwamba imekuwa njema. Tutaangalia pia vile mnalipwa na kuhakikisha hamlipwi baada ya miaka 4, mwalimu waongezewa mshahara baada ya miaka 2. Hata kama rais anafanya kampeni ambayo kwangu sioni makosa sana, kwa sababu haimzuii kutoendelea na kazi zake kama rais. Sio mapema kwanza kampeni? Tuwasema, you can whisper and walk. You may not be able to eat and talk. Sijui kwa Kiswahili niseme namna gani. Nimekuelewa. So sioni jambo ambalo ni mbaya sana kwa rais kupatana na watu, kukutana nao, kuwaelezea ambacho amewafanyia kama jamii. Mbona rais anakutana na vikundi vya jamii mbalimbali? Kenya vile imegawa ni kwamba ukienda katika mkoa wa Central utawapata Wakikuyu kule. Ukienda Pwani utawapata Wapwani kule. Ukienda Western utapata jamii za Waluya wako kule. Ukienda Nyanza utawapata Wakisi wako upande moja, Waluya Wajaluo wako upande moja, Wakuria wako upande mwingine. Kwa hivyo kama wataka kuelezea vile umefanya kama rais kwa sehemu mbalimbali, itakubidi umewaita wakazi wa hilo sehemu, na it will happen that wale wote watakuwa watu wa kabila moja. Ukiwaita wale wenye ushawishi waelezee yale umefanya, you are being wise. Na shida iliyoko ni kwamba kile ambacho tutaelekeza kidole cha lawama ni hatua za rais za kubana utumiaji wa pesa za umma. Kama wapatana na watu 10,000 wagaramika milioni 200, umepatana na vikundi 10, bilioni 2 already zimetumika kwa jambo lile. Swali ni kuna mbinu ambayo tungetumia hizi fedha za umma vizuri kuliko vile tumezitumia. Kwa hivyo swali letu hapa ni, is it in the best interest of Kenyans that president anapatana na watu kwa vikundi na anatumia pesa zetu
kuwasawishi ili wamchague tena ni jambo ambalo ni la busara? Ni utumizi mwema wa pesa za umma? Hilo tu ndilo swali. Pale hamna ufisadi kwa sababu bunge ilimpa mgao wa shilingi bilioni 13 kwa matumizi ya ofisi yake na ofisi ya Ikulu. Tutarudi kupiga hizo hesabu na wewe kama bilioni 13 na vikundi hivyo ambavyo amekuwa akikutana navyo. Kifahamika kwamba juzi amekutana na walimu 10,000. Kila mwalimu alitoka na shilingi 10,000 na kila mwalimu alikula na kila mwalimu alisafiri kutoka umbali wa Turkana hadi Nairobi. Je, hizi pesa anavyoendelea, hiyo bilioni 13 itaweza kuhimili mpaka Wagiriama tutakapoitwa kwenda Ikulu? Wacha tupate pumziko fupi.